Tutakuwa na somo au utakuwa na ujumbe ambao utaendelea kutufundisha kwa habari ya nafasi yetu hasa katika mwito ambao tumeitiwa au katika wokovu ambao tumeupokea. Sisi Mungu ametuita kuwa ni sehemu ya ufalme wake. Ametuita kuwa ni sehemu ya ufalme wake. Lakini kitu ambacho tunatakiwa tukielewe ni kwamba kuwa katika ufalme wake kunaambatana na kuelewa ya ufalme huo. Kwa mfano unapokuwa raia wa Tanzania, mtu ametoka huko labda wa raia wa nchi fulani, akaja akaomba uraia wa nchi ya Tanzania. Kitu ambacho anaweza akakifanya ili awe raia mwema ni lazima kujifunza mambo ya Tanzania. Unapotoka kuwa kwenye raia wa nchi fulani kuingia kwenye nchi fulani, kitu ambacho muhimu lazima ujue taratibu za pale. Na kadri ambavyo mnazidi kukaa pale, ndipo unajifunza taratibu za pale. Yaani uweze ukaja tu pap alafu ukajua taratibu zote za nchi. Ni sawa na vile ambavyo tumeokolewa. Tumeingia katika ufalme. Tumekuwa ni wana wa ufalme. Sasa kuwa mwana wa ufalme akutufanyi siku hiyo kuelewa kila ambacho tunatakiwa tukifahamu. Kwa sababu kuna protocols, kuna mambo mengi ambayo tunatakiwa tuyaelewe tunapokuwa ndani ya ufalme. Na ndio maana tunazidi kujifunza siku hadi siku ili tuweze kukomaa, tuweze kuwa ni responsible citizen, kuwa ni raia wa ufalme ambao tunatimiza wajibu wetu katika ufalme. Sababu unaweza ukawa ni raia wa nchi fulani alafu usiwe responsible, unavunja sheria. Unajua hakuna kitu ambacho kinasikitisha sana kwa sisi ambao tunasema sisi ni raia wa ufalme wa mbinguni. Alafu sisi ndio hatuna ushuhuda wa kuziishi zile kanuni za Mungu. Kwa sababu unapokuwa raia wa nchi fulani, kitu ambacho kinaweza kikafanya uitwe raia mwema, huyu ni raia mwema, ni kwa sababu ya utii wa sheria. Ukivunja sheria, wewe sio raia mwema. Ni raia sawa, lakini sio mwema. Kwamba haiondoi kwamba huyu sio raia, itakuweka kwamba wewe ni raia, lakini sio raia mwema. Kwa hiyo sisi ambao pia ni raia katika ufalme wa Mungu, maana kwamba kuna sheria, kuna kanuni, kuna taratibu ambazo yatupasa tujifunze ili tuweze kuwa ni raia wema. Na ndio maana tunajifunza. Kwa hiyo utakwenda kusikia ujumbe wenye kichwa kinachosema lielewe kusudi la mwito katika ufalme wa Mungu. Lielewe kusudi la mwito katika ufalme wa Mungu. Ni kichwa kimekaa, ukisikiza kwa haraka kama kimekosewa hivi. Yaani kama kimepinda. Nasema kama kimepinda. Lielewe kusudi la mwito. Kusudi la mwito. Ukimuuliza mtu haraka mwito kitu gani? Lakini tuelewe kwamba katika ufalme wa Mungu, kuwa raia wake, kuwa raia katika ufalme wa Mungu kunatokana na mwito. Kuna kuitwa kwamba ili uwe ni sehemu ya ni mwito. Kwa hiyo mwito ambao unatolewa katika ufalme wa Mungu una kusudi lake. Yaani uitwi tu. Unajua ukifanya kwamba kuna mwalimu amekuja pengine anawaita wanafunzi fulani njoeni hapa. Yaani haiwezi akawaita tu hivi. Lazima kuna kusudi. Hivi tunaelewa kwamba kwa nini tumeitwa. Tumefanywa kuwa ni raia wa mbinguni. Raia katika ufalme wa Mungu. Sababu ufalme wa Mungu tutakuja kuona kwa kina, sio ufalme wa ulimwengu huu. Sio ufalme wa ulimwengu. Na ndio maana ukimwangalia Yesu, walichokuwa wanakwenda kumshtaki kwa Pilato kwamba huyu anajitangaza kuwa ni mfalme. Sasa kitaratibu au kiprotocol, unapozungumza kwamba mimi ni mfalme, alafu uko ndani ya ufalme, maana yake kwamba wewe umeupindua ule ufalme. Ilibidi Pilato kwanza amhoji vizuri, kwa sababu katika Israeli na katika zama zile tuseme, Mfalme Kaisari ambaye alikuwa ni mfalme wa Rumi, alikuwa ana makoloni yake.
na Israeli ilikuwa ni moja ya koloni la Rumi, na ndio maana akawekwa governor. Tusema governor ni mwakilishi wa mfalme. Akawekwa governor, alikuwa anaitwa Pilato katika Yerusalemu. Sasa kazi ya governor ni nini? Governor ni kama balozi, kumwakilisha au kuwakilisha ufalme ule ambao unatawala. Kwa hiyo mashtaka yalivyokuja kwa Pilato kwamba huyu jamaa anasema kwamba yeye ni mfalme na watu wanamuita ni mfalme, yaani ilikuwa ni kana kwamba huyu anataka kufanya mapinduzi. Sema ni political case. Unajitangaza wewe kwamba sasa na leo hii katika nchi zetu hizi mtu ujitangaza kwamba mimi ni rais wa nchi, yaani utaangaliwa kwa jicho lingine kwamba kwa nini unasema hivi. Kwa hiyo alivyosema huyu ni mfalme kidogo ikaeta. Kwa hiyo wakampeleka kumsakizia kwa Pilato. Kwa nini? Kwa sababu anajitangaza kwamba yeye ni mfalme. Lakini kitu ambacho kwa nini nimesema maneno haya? Kwa sababu Yesu alivyokuwa anaongea na Pilato akamwambia, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kwa hiyo maana yake kwamba ufalme wa Mungu sio wa ulimwengu huu. Sio wa ulimwengu huu. Pilato akamuelewa. Na ndio maana akasema mimi sioni kosa lolote juu ya mtu huyu. Tena akasema kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, wafuasi wangu wangekuja kufanya nini? Kuja kunitetea ili nisiingie katika mikono ya Wayahudi. Kwa kitu cha kwanza tukielewe, tunapozungumza ufalme wa Mungu, tutoe kwamba ni ufalme wa ulimwengu huu. Tutoe hiyo kitu kwamba ufalme wa Mungu ni ufalme wa ulimwengu. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa ulimwengu wa rohoni. Sasa Mungu anapotuita, tunapopokea ule mwito wa kuwa ni sehemu ya ufalme wake, maana yake ni kwamba roho zetu ndani ya kwa sababu katika mwanadamu kuna mwili, kuna nafsi, alafu pia kuna nini? Kuna roho. Kwa hiyo kama kuna mwili, kuna nafsi, kuna roho, Mungu anapotuokoa au anapotufanya kuwa ni sehemu ya ufalme wake, tuelewe kwamba ni roho zetu zinakuwa ni sehemu ya ufalme wake. Roho zetu. Miili hapa inaweza ikawa chini ya ufalme wa kidunia, sababu katika ulimwengu wa mwili kunaweza kukawa na falme ambazo hizo falme zina sheria zake. Kwa maana katika ulimwengu wa mwili utatii ya mwilini, lakini katika ulimwengu wa roho Mungu ametufanya sisi kuwa ni sehemu yake. Sasa Mungu anapotuita au alipotuita kuwa ni sehemu ya ufalme wake, tuelewe kwamba mwito huo au ile Mungu kutuita kuna kusudi. Sasa lazima tulielewe kusudi. Inawezekana ushalisikia, pengine ushalisikia. Unajua kuna kusikia au kujua kitu na kukielewa. Mimi na kati ya vitu ambavyo ninapenda sana ninaposikia kitu ni kukielewa, understand. Unaweza ukawa aware, I know this. Ninakijua kitu hiki, lakini tofauti na mtu ambaye anakifahamu. Mtu ambaye anakifahamu ni mtu ambaye anakielewa. Kwa hiyo tunahitaji kuyaelewa mambo ya understand, kuelewa kusudi. Kulielewa kusudi. Kwa sababu mtu ambaye anakielewa kitu au anaelewa jambo fulani linampa ujasiri wa kukitumia kitu hiko kwa usahihi. Ukikielewa kitu fulani, umeelewa jambo fulani, unakuwa na ujasiri nalo. Mtu ambaye anaelewa pengine kutumia gari, akiingia kwenye gari anakuwa na ujasiri, anaelewa. Unaweza ukajua ile ni gari, hii ni steering, lakini uelewi kwamba hii uelewi. Kwa tuna ulazima wa kuelewa. Mtu ambaye kama ukielewi kitu, uelewi jambo, ni mtu unakuwa na mashaka. Unakuwa hauna msimamo. Na pia unaweza ukaona kitu sio cha muhimu sana. Yaani ikitokea jambo lolote ambalo pengine linakupa mashaka, unaweza ukaachana nalo. Kwa hiyo kujua kusudi ni kitu cha muhimu sana katika jambo lolote la maisha. Yaani nataka kusema hivi,
ikitokea kwamba mtu anakuja anakuambia au anaomba ushiriki wako katika jambo lake, pengine kuna jambo fulani analiandaa, bana naomba ushiriki wako, kitu cha kwanza ambacho utakuwa ukijue, ukielewe ni kusudi la hilo jambo. Kama ulielewi achana nalo. Yaani unajua nazungumza hivi kwa sababu sisi hapa ni watenda kazi, ndio mna vipawa, mna ile mko gifted. Kuna mtu anaweza kaja akwambia bana, unajua nimeandaa jambo langu hili, nimeandaa event yangu hii, nimeandaa ibada, nimeandaa mkesha, nimeandaa kitu hiko. Kitu cha muhimu kukijua, kukielewa, kusudi, sababu ya hiko kitu itakusaidia sana. Itakusaidia kwa sababu usipoelewa kusudi la mtu, unaweza ukawa unatumikia ile personal interest ya kwake. Kwamba tunasema hii ni ibada, tunasema hii ni event ambayo itakuwa inawasaidia. Unajua kuna hata siku hizi kuna watu ambao wanaenda kutoa misaada. Sema anaenda kutoa msaada kwa yatima, kwa wasiojiweza, lakini anafuatana na mapaparazi kama wote. Anafuatana na watu waandishi wa habari kama wote. Lengo lake nini? Anaenda kutoa kiroba cha mchele pale au kiroba cha unga na nguo zile pale. Lakini amelipia hiyo gharama ambayo amelipia kwa hao waandishi wa habari wa promote hiyo habari ni a lot kuliko hata vile viroba vya mchele. Kwa sababu niseme ukweli, hizi social media pages ambazo tunasema ni social media pages za vituo vya habari vikubwa, kulipia post kwenye page sio gharama ndogo. Sasa siwezi nikazungumza labda mifano ya kina sababu nataja media za watu, lakini sio gharama ndogo. Unakuta mtu amenunua labda amefanya shopping ya 900 pale na nini, lakini kufanya promotion ya hiyo habari ametumia milioni 5, milioni 6, milioni 7, milioni 8. Kwamba amekwenda kutoa viroba vya mchele vya shilingi 900 au milioni 1. Lakini gharama ya publicity milioni 4, milioni 5, milioni 6. Sasa hiyo unakuta kwamba ni nini? Amekuwa driven na kitu gani? Unajua unapotumia zaidi, huko ndiko ambako unasema nini? Huko ndiko uliko kuwa motivated. Hauwezi ukapublicity kitu ambacho unakwenda kuwasaidia watu na kuwamulika na kuwa kwamba nimekwenda kuwapa. Kwa lazima ujue kusudi. Na kusudi wakati mwingine ukilistudy tu utajua. Utaona sasa hii kitu hii. Hizi event tunafanya event za ibada. Lakini unakuta hiyo event ya ibada anayesifiwa hapo ni mtumishi ule ambaye ni mtumishi anasifiwa kweli kweli, ambaye ndo anakuja kufanya event. Yaani sifa kweli kweli kwa huyo mtumishi. Kusudi lake ni nini? Kwa ni muhimu kupima kusudi ya kila jambo. Kusudi. Kwa hata sisi tunapoitwa katika ufalme wa Mungu ni muhimu kulielewa kusudi, ili tunapokuwa katika huo ufalme wa Mungu tukae katika lile kusudi la mwito huo. Na kitu kingine nataka nijiulize, kuna maswali ambayo kadhaa ambayo watu tunajiulizaga mara nyingi. Inawezekana tunashai kujiuliza, au inawezekana ushasikia mtu anajiuliza, lakini mimi naamini hata mimi nishai kujiuliza haya maswali. Kama hujawahi kujiuliza, hebu jiulize kwa sababu ni ya muhimu sana. Yaani na mara nyingi watu wengi wanajiuliza haya maswali wanapokuwa katika kibano, kwamba umepita katika situation ambayo unaona hii situation ya joto. Unakuta mtu anaanza kujiuliza maswali yafuatayo. Mtu anaanza kujiuliza, hivi kwa nini niliumbwa? Kwa nini tuliumbwa? Hivi tuko hai hapa. Swali hili ujiulizaga, hivi kwa nini tuko hai? Kwa nini tunaumbwa? Umeumbwa, uko hai, unaenda tu utaratibu wa maisha, unasoma, tafute kazi, ule, uzeeke, ufe. Yaani maisha ni hivyo tu. Kwamba nimezaliwa, kwa sababu kuzaliwa ndo kuumbwa jamani. Kusema kuumbwa, aliumbwa mmoja, alafu wengine wote tunasema ni duplicate. Kwa hiyo ile nguvu, sababu niseme hivi, ile nguvu ya uumbaji ni Mungu aliuweka kwamba zinakutana
katika mfumo wa uzalishaji ndani ya mwili. Kuna manuva yanatokea ambayo hayo manuva kisayansi sawa tunaweza tukayachukulia kwamba inaenda hivi, sijui mbegu inaenda hivi inatokea. Unaweza kuzungumza kirahisi kisayansi, lakini hiyo ni namna ya uumbaji. Sasa kwa nini tuliumbwa? Tuko hai. Tuko hivyo kwa Mungu ametuumba au tumeumbwa au tumetokea, tumezaliwa ili nizaliwe, nisome, nipate kazi, nipate mshahara, nile, nizeeke, ni basi tu hivyo. Yaani unajua hivyo tu. Kwa nini tuliumbwa? Ni kitu ambacho lazima tujiulize haya maswali. Niko hapa duniani kufanya nini? Na hii ni kitu ambacho kinawasumbua watu wengi sana, kwamba hivi nafanya nini hapa duniani, nitafanya kitu gani? Ni kitu ambacho kiko ndani, hata kama mtu hajasoma, hana professional yote. Yaani kuna wakati mtu anaweza kuuliza hivi nifanye nini? Nifanye nini hapa? Nifanye kitu gani? It's all about kusudi. Yaani ni nature ya kila kiumbe kutamani kujua kusudi la kwa nini kiko au kina exist. Yaani hiyo ni kitu cha ndani, kujitafuta, na ukijipata utaelewa kwa kwamba hapa hawa. Kujua kusudi. Lakini kuna wengine wanaenda mbali wanajiuliza ile swali ili wafika point mtu na hivi kama Mungu anatupenda. Sikia. Hivi kama Mungu ananipenda, kwa nini wanadamu wanateseka? Au kwa nini yapitie haya? Kwa nini yapitie haya? Na wengine akaimba na nyimbo. Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Unawaza kwamba hivi Mungu kweli wewe umesema unatupenda, sasa kwa nini tunayapitia haya? Watu wanatamani kujua makusudi. Kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kuna kujua kusudi ni kitu cha muhimu sana. Kama unataka kuwa serious na maisha haya, kutamani kujua kusudi la kila unachoengage nacho ni kitu cha muhimu mno. Mtu ambaye anatafuta kujua kusudi, uwezi ukamkuta kila mahali, uwezi ukamkuta anafanya kila kitu, uwezi ukamkuta alipokaa au alipoingia bado anakuwa ana kigeugeu, mtu akigeugeu. Mtu ambaye anafahamu kusudi ni mtu ambaye akijua kusudi la hilo anaketi. Lakini yule ambaye anaanza kesho hii ndio wengi, unakuta wengi hawajui kusudi. Kwa akienda, mbona hapa sioni, naondoka. Mbona biashara hii, mbona kazi hii sioni, Lakini kusudi, mtu ambaye anajua kusudi anaweza akapata hasara hata miaka 10. 10 years. Hamna kitu, hamna profit. Lakini unaona mtu bado anaendelea tu. Unamwambia hivi wewe, kwani unaendelea na iko ambacho unakifanya? Yaani haoni kwamba anapoteza. Haoni kwa sababu unajua iko hivi. Mtu ambaye anajua kusudi kwamba mimi natakiwa nikae hapa, yaani haoni pengine pa kumfaa. Kila akiangalia pengine anaona pengine hapa, yaani haoni pengine pa kumfaa. Kwa nini? Kwa sababu unajua I'm born to be here. Nimezaliwa kuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kitu cha muhimu pia hata katika ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu tuelewe kwamba Mungu ametuita, yeye ndio ametuita sisi. Sio sisi tumekwenda kwake. Kwa hiyo ile kwamba ametuita sisi liko kusudi. Na katika hili kwamba tuelewe kwamba Mungu yeye ndo ametuita, ametufanya. Tuangalie maandiko machache. Nisije katika hapa jamaa bwana anatunga mistari yake, anatunga versi zake. Anazungumza habari za kwake. Maandiko yanatusaidia kufanya nini? Kuthibitisha kile ambacho tunakizungumza. Sababu kilichoandikwa nao walioandika waliandika kufundisha. Na Biblia inasema kwa vinywa vya mashahidi 2 watatu neno ufanya nini? Uthibitika. Kwa hiyo inawezekana ninachokisema hapa kinahitaji kuthibitishwa na mwingine. Kinathibitishwa na nani? Nitasema Mathayo, nitasema Yohana, nitasema nani?
Ndio maana ya reference maandiko. Tukisoma kwenye kitabu cha Yohana 6 kuanzia mstari wa 44, anasema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka. Sema nami nitamfufua siku ya mwisho. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba. Hakuna. Kwa hiyo ile kwamba upo katika Kristo, hapa maneno yalikuwa yanazungumza Yesu. Uko ndani ya Kristo, umemwamini Yesu Kristo, ni Baba amehusika. Petro wa kwanza 2:9 sema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Aliyewaita, tumeitwa. Aliyewaita mtoke gizani. Tuelewe tumeitwa. Yaani unajua kuna vitu tukivielewa vizuri, hatutakuwa na namna yote ya kujisifia bana, unajua sisi bana kwa kweli Mungu. Yaani unaanza kujisifia, unaanza kujiona kwamba ile wokovu kwa wewe ni bongo moja la mjanja kuliko wale wengine. It's all about him. Ni yeye. Wokovu tunasema sisi tumeokolewa, lakini sio kwa jitihada zetu. Yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Yohana 15:16 asema si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Sema si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi niliwachagua ninyi. Tumechaguliwa, tumeitwa. Yaani hiyo tuielewe kabisa, na hiyo itatufanya pia tusiwe na kiburi cha uzima, tukawadharau wengine kwamba mnajua bana, yani hawa. Unajua unaweza kaona kuna watu hawamwamini Mungu, hawamwamini hata hawamwamini Yesu Kristo, tukawaangalia tukaona yani kweli hawa wamepotea. Hawa kana kwamba huo wokovu ulionao kuna namna fulani wewe ulikuwa na miakili mingi. Shirikiana na wengine, shirikiana na mtu hata asia, shirikiana hata kama unamshirikiana, shirikiana naye. Muone kwamba ni wa thamani, kwamba kama sio ule mwito ningekuwa kama hawa. Kwa hiyo unashirikiana nao kwa nini? Kwa sababu Mungu ametuumba, sisi wote ni watu wa Mungu. Lakini kuna ule mwito. Sasa iko hivi, kwa kadiri ambavyo ninampa mtu nafasi katika maisha yangu, Mungu anaweza akanitumia mimi kumuita yule. Unajua kwamba kama tunajitenga kwenye kuta bana sisi ni wapendwa. Unajua wapendwa wengine kuna kitu kimoja ambacho unakuta wao wanatembea wao kwa wao tu. Hawajichanganyi. Yaani wao ndo kampani yao hiyo tu. Yaani hawezi kuwa, yaani wao harakati zao ni za kanisa, mambo yao ni huduma. Hata kama ni shuleni, wao ni mambo ya hawezi, hata uwezo kukuta pengine hata na ile kujichanganya na watu ambao pengine hata hawaamini kile ambacho wanakiamini. Hawa watatupoteza. Atakupoteza vipi? Hao kama mzee akupoteza, anakupotezaje? Hao nikikaa nao hao watania. Yaani wakikupoteza afu upo katika Kristo, yaani wewe ndio una shida. Shida inakuwa kwako. Kwa nini akupoteza? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi nimewachagua ninyi. Na kitabu cha Efeso 2:8 nasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu yoyote asije akajisifu. Mmeokolewa kwa neema. Tukisema mmeokolewa kwa neema ni nini? Neema ni kitu gani? Neema hustahili, lakini umepewa vigezo ili ustahili. Kwamba wewe hauna vigezo ambavyo vinakustahilisha kuokolewa, lakini unapewa hivyo vigezo ili uokolewe. Kwa tumeokolewa kwa neema. Anasema haikutokana na nafsi zetu, bali ni kipawa cha Mungu. Anasema si kwa matendo, mtu wote asije akajisifu. Tusijisifu jamani, katika wokovu tuliopokea tusije tukajisifu. Unajua sisi ni bora zaidi ya. Alafu iko hivi,
kuna andiko moja linazungumza kwa habari ya kujisifu. Kujisifu kwa maana ya kusifu. Unajua Mungu ndio anatakiwa atusifie, sio sisi tujisifie. Nikisema hivyo kidogo inachanganya. Labda tuchukulie mfano hivi. Kwa mfano wewe labda umeajiriwa sehemu, si ndio? Umeajiriwa kwenye kampuni, kwenye taasisi. Umeajiriwa bana, umekuwa ni sehemu ya ile kampuni. Unafikiria ni stahili kusifu nani? Si mwajiri wako aliyekufanya wewe huko katika ile kampuni. Anayetakiwa kukusifia bana, kwa kweli mtumishi wangu anaifanya vizuri ni huyu hapa. Lakini wewe ukijisifia, mimi bora kuliko wote hapa. Hata mkuu wako akisikia anaona huyu sasa, huyu misifa. Kwa Mungu anatakiwa Mungu ndio aseme mtendakazi. Ndio maana mimi wanapataga shida sana haya mambo ya tuzo. Unajua kanisani tuna tuzo siku hizi. Napata shida kweli mimi binafsi, lakini pia si kwa sababu tutapokea taji. Anayejua kiwango cha kazi yetu ni Mungu mwenyewe. Lakini siku hizi kuna tuzo. Kuna tuzo. Mwimbaji bora wa injili. Hiyo injili wewe, injili unaijua wewe quality ya injili? Unajua kwamba yani kuna vitu ambavyo tunavifanya ambavyo vinaweza vikawaingiza watu katika upotevu. Sijui nani bora wa nini? Kipengele gani sio cha tunaweka hivyo vitu? Yaani unatumia unajua iko hivi. Mimi wanasema hivi kwa mfano kwenye utumishi wa umma. Ngoja nitoe mfano kwenye utumishi wa umma. Kwenye utumishi wa umma kuna kanuni moja. Mtu akifanya vizuri, alafu akafanya vizuri akawa anastahili kupewa tuzo. Ile tuzo haiendi kwake yeye moja kwa moja. Ile tuzo inaenda kwa mwajiri wake. Kwa mfano ukija kuajiriwa pengine kwenye utumishi wa umma, pengine ukapewa tuzo au ukasifiwa, ukapewa ile tuzo. Ile tuzo kisheria inaenda kwenye serikali. Yaani ndio sheria za utumishi wa umma iko hivyo. Kipewa tuzo kwa sababu ya utumishi kwenye ofisi ya utumishi wa umma, ile tuzo hauipokei, yani sio mali yako, unaiwasilisha kwa sababu wewe kilichokufanya uwe mtendaji kazi bora ni umewezeshwa, umepewa ofisi, umepewa kila kitu, umepewa lakini pia unalipwa mshahara. Kile unachokifanya unakifanya kwa malipo. Kwa hata kama umefanya bora, umefanya vizuri, ni your responsibility, si ndio? Kwa ukipewa tuzo, ile tuzo inaenda kwa mwajiri. Ndio sheria za kwenye serikali, hizo serikalini. Sasa sijajua kwenye private sector. Sasa sisi hapa unafikiri Mungu ndo ametuokoa? Yaani ile jitihada za wokovu ni za Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndio ametengeneza kila namna tuokolewe. Mungu mwenyewe ndio ameweka iko kipawa ndani yako kwa njia ya Roho wake. Alafu sasa unatoka unakwenda unapokea tuzo, unasema tuzo ya mimi ni bora. Ni kitu ambacho ni. Kwa hiyo mtu yote asije akafanya nini? Akajisifu. Kitabu cha cha Timotheo wa pili 1 kuanzia mstari wa 9 asema, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, na si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Umeona? Alituokoa akatuita katika mwito mtakatifu. Kumbe kuna mwito. Si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye katika neema yake. Kwa tuelewe kwamba kuna kusudi. Sasa nataka tuangalie kitu kimoja kwanza, alafu tutakuja kwenda kwenye kusudi moja kwa moja. Maana ili somo jinsi lilivyo, inatakiwa tuelewe tu kwamba mwito wake, kusudi lake ni nini. Ni kitu ambacho ni kidogo, lakini kina umuhimu. Tuangalie kwamba kwa nini Yesu alidhihirishwa kwetu. Kwa nini Yesu alidhihirishwa kwetu? Yesu alikuja ulimwenguni kwa ajili gani? Yaani kwa nini Yesu alikuja katika mwili ulimwenguni? Kitu ambacho kilimleta ni kitu gani? Kitabu cha Yohana wa kwanza 3 kuanzia mstari wa 8, Yohana anasema alikuwa anafundisha,
alianza atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Alafu asema kwa kusudi hii mwana wa Adamu au mwana wa Mungu, hapa ameandika, alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kuna kazi za Ibilisi. Kazi za Ibilisi ni zipi? Kazi za Ibilisi ni kitu gani? Kuua, kuchinja, kuharibu. Anasema tena mwivi haji ili aibe, achinje na kuharibu. Anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima, tena wawe na uzima tele. Kwa kazi za Ibilisi ni kuchinja, kuua na kuharibu. Kuchinja, kuua na kuharibu kitu gani? Kuharibu ule utukufu wa Mungu, kuharibu ile nature ya Mungu. Yaani unajua iko hivi Ibilisi, mbona kuna ambao wanafanikiwa katika mali, katika nini, lakini wao ni wa Ibilisi. Anachinja na kuua na kuharibu vitu gani? Ile asili ya uungu. Unaweza kufanikiwa sawa, lakini angalia namna ambavyo unaenenda. Au unaweza kufanikiwa katika mambo ya mwilini, lakini kuna sema roho yako usema imekufa. Unajua ile kutokuwa na mahusiano na Mungu, ile kutokuwa na mahusiano na Mungu, Mungu anakutemu kwamba umekufa. Tazama una jina la kuwa hai, lakini u mauti. Una jina la kuwa hai, lakini u mauti. Kwa hiyo Ibilisi kazi yake ni kuchinja, kuua na kuharibu. Sasa asema mwana wa Mungu alidhihirishwa azivunje kazi za Ibilisi. Ina maana kama ni kuchinja, kuua na kuharibu, Yesu Kristo alidhihirishwa ili iwe opposite, ili watu wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa sababu ukizungumzia kuua maana ni uzima, opposite yake ni ku. Sasa kazi za Ibilisi zinavunjwaje? Tuelewe kwamba kazi za Ibilisi zinavunjwaje. Anaposema alikuja apate kuzivunja kazi za Ibilisi. Na hata sisi tunapozungumza kuzivunja kazi za Ibilisi tunazivunjaje? Ili tukielewa hapa itatusaidia pia hata sisi tunaposema tunazivunja kazi za Ibilisi, tunazivunja kazi za Ibilisi, tunazivunjaje? Kazi za Ibilisi zinavunjwaje jamani? Kazi za Ibilisi, kuna watu wengine wanavunja kazi za Ibilisi kwa maombi. Yaani nazivunja kazi. Kazi za Ibilisi zinavunjwaje? Luka 4 kuanzia mstari wa 42. Luka anaandika asema hata kulipokucha akatoka akaenda mahali pasipokuwa na makutano, pasipokuwa na watu. Makutano wakao wakimtafuta. Sema wakafika kwake wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambia, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Walikuwa wanataka wamzuie asiondoke kwao katika mji wao. Alafu anawaambia imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia. Anasema kwa maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Kwa hiyo tunaelewa kwamba kumbe kilichofanya Yesu adhihirishwe ni ili apate kuzivunja kazi za Ibilisi. Na anazivunjaje? Sema na anazivunjaje? Kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji yote. Kwa habari sema habari ya ufalme wa Mungu au habari njema ya ufalme wa Mungu inapohubiriwa, ile habari kitu ambacho inakwenda kukifanya, inakwenda kufanya nini? Inakwenda kuzivunja kazi za Ibilisi. Kwa sababu tunapozungumzia habari njema ya ufalme wa Mungu, habari njema ya ufalme wa Mungu ndio hiyo habari ambayo inaleta wokovu. Kwa sababu tofauti na Ibilisi anafundisha habari za uoga. Ibilisi anazungumza habari za kutamanisha. Ibilisi anazungumza habari za kufanya uone kwamba hauwezi. Ibilisi anafundisha habari za kufanya kuna namna fulani uone kwamba maisha ni magumu. Anakutisha.
alafu kisha tishika, unakuwa katika kifungo cha nini? Cha uoga. Lakini katika Kristo habari njema ni kitu gani? Habari njema ni kitu gani? Kawatangazie wafungwa habari ya uhuru wao. Wafungwa habari ya uhuru wao, vipofu kuona tena. Unawaambia kile ambacho mtu anakiona nikisema ni kitu kizito, anakiona ni kitu kizito, unamwambia kwamba iko sio. Hiyo ndio habari njema. Mfano, mtu ambaye unafikiri, mtu ambaye yuko kifungoni, habari njema kwake yeye ni nini? Mfungwa, habari njema kwake ni nini? Habari njema kwake ni njia ya kutoka gerezani. Mtu ambaye anaumwa, habari njema kwake ni nini? Ni habari ya kupokea afya, namna ya kupokea afya au njia ya kupokea afya. Habari njema kwa mtu ambaye pengine anafanya kazi fulani anapata hasara ni nini? Habari njema ni kwamba namna ya kupata faida au njia ya kupata. Kwa hiyo habari njema ni success way ya kumtoa mtu katika utumwa. Sasa Ibilisi kazi yake ni kukuweka katika utumwa. Unaweka katika kwamba unaamini kwamba mimi hapa ndio, haiwezekani tena, hivi ndio. Au hata kama kuna namna fulani ambapo unapata njia fulani, anakupa njia fulani, lakini hiyo njia inakuja na sema na nini? Na kifungo. Ndio maana mafanikio ya Ibilisi kama ni ya mali ya ulimwengu huu, lazima akuitie katika utumwa wa kifikra. Utatoa makafara watu, utafanya vitu vya ajabu ajabu ambavyo hivyo vitu utapata mali sawa, lakini kila ukikumbuka tayari una kifungo. Yaani unakuwa huna amani. Umemfanya mtu amekuwa, au kuna vitu ambavyo umefanya vya ajabu ajabu, umekaa kwenye masharti fulani. Lazima kuna masharti ambayo yao masharti yatakuweka katika utumwa. Kazi ya Ibilisi ni kumweka mtu katika utumwa, kumfanya mtu akawa. Lakini Kristo alikuja ili tuwe huru. Mbali na nini? Mbali na vifungo vya Ibilisi. Kwa hiyo nimezungumza mambo hayo kwa nini? Kwamba tuelewe kwamba Yesu alituletea ufalme wa Mungu ambao katika huo tunawekwa huru mbali na ufalme wa Ibilisi. Kwa sababu kuna ufalme katika ulimwengu wa roho, kuna ufalme wa Mungu, alafu pia Ibilisi naye pia anasema ana ufalme wake. Yeye ni baba wa hila. Na kuna wale ambao walimfuata, wale malaika ambao walimfuata, ambao pia wanasubiria wakati wa hukumu. Kwa kuna ufalme ambao ni ufalme wa giza. Sasa Yesu Kristo anauleta ufalme wa nuru, ili wale walio katika giza waweze kuona nuru, waweze kuona nuru. Kwa hiyo habari njema ya ufalme wa Mungu ni habari ya uhuru, ni habari ya kufunguliwa, Luka 12 mstari wa 32 anasema, msiogope enyi kundi dogo, kwa maana baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Msiogope enyi kundi dogo. Kwa nini mnaogopa? Kwa sababu mko gizani. Kinachomfanya mtu aogope kwa sababu yuko gizani. Kwa hiyo uoga kwa sababu ya giza. Unajua hata katika namna ya kawaida, logic ya kawaida, ukikaa kwenye giza, kutembea kwenye giza, yani mitaa ya giza ile, anza kwa hapa sijakatokea kibaka hapa kani. Lakini ukipita mtaa unasema una taa za kutosha, unakuwa na ujasiri fulani. Afadhali bwana, mtu akitokea kule unamuona. Giza. Sasa giza ambalo tunalizungumzia hapa ni giza la ufahamu. Giza la ufahamu. Kwamba tupo katika kifungo cha giza, au tupo katika kifungo cha Ibilisi kwa sababu tunayafuata mawazo ya Ibilisi. Tunaamini hayo ndio mawazo sahihi. Yaani tumejifungia huko. Kwa giza na nuru, tusifikiri giza na nuru ni giza hili la usiku. It's all about information. Kuna taarifa ambazo lazima ni taarifa za giza, zinatukeep kwenye utumwa. Kama mimi naamini, unajua kuna watu wengine wanakuambia ili ufanikiwe lazima ufanye mambo ya kishirikina, lazima ukafanye siku na nani hivi. Kwa hiyo wewe unaamua kutegemea njia za giza.
Unaamini na ukifanya ukaona kwamba umefanikiwa, unaona yes, ndio hivi. Kwamba ili mambo yako yaende lazima ukachukue mafuta fulani ya kufanya hivi. Hayo mafuta kikao kifaa usema yes, haya ndio yana giza. Linaweka linakushinikiza kwenye utegemezi fulani. Yaani la kukita kwenye utumwa wa vitu, utumwa wa watu. Ukiona hata kama ni mimi nafundisha au kuna kitu ambacho nimekiweka kwamba ili wewe usema ufanikiwe au upige hatua fulani lazima unione mimi, maana mimi nimekufanya mtumwa, au lazima utumie kitu fulani, tayari wewe ni mtumwa wa kile kitu, tayari ni mtumwa wa kile kitu. Sasa ufalme wa Mungu ni ufalme unaotawala rohoni, na kitu ambacho kinatawala rohoni, popote ulipo tayari wewe una mamlaka. Yani uhitaji mpaka nipande gari si niende Nigeria au niende wapi nikapate iko kitu au nikafanye nini ndio. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni ufalme ambao unatawala popote ambapo sema yule ambaye yuko ndani ya ufalme yupo. Yani iko hivi, chukule mfano hivi kwamba kiongozi fulani akienda sehemu fulani anaenda na ile mamlaka, si ndio? Anakuwa na ile mamlaka kwamba popote akiwa Morogoro, akienda sehemu fulani, akienda sehemu, akimwona huyu fulani tayari kuna mamlaka ndani yake ipo. Sasa ile mamlaka ni kitu cha ndani, sio kama mpaka abebe fimbo. Unajua kama ni mamlaka yangu mpaka nibebe lifimbo fulani au niwe na sema alama hapa kwenye paji la uso ndio kwamba huyo tayari maki kwamba wewe unakitegemea kile kitu. Kisiku hakipo unashindwa kufanya nini? Unashindwa kuweka impact mahali. Lakini sisi kitu ambacho leo ufalme wa Mungu ni ufalme ambao unamfanya mtu awe na mamlaka popote alipo. Roho Mtakatifu kwa ndani yetu. Kwa hiyo nimesema mambo hayo. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa rohoni, lakini kuna ufalme wa mwilini, falme za watawala wanaotawala katika namna ya mwili. Na kitu cha muhimu pia tuelewe ambacho nataka nikimalizia hapa, ndio tunaenda kwenye kumalizia somo hili. Sasa ufalme wa Mungu upo katika unatawala katika roho. Yaani sisi ni milki ya Mungu katika roho zetu, kwamba roho zetu ni mali yake, ni sehemu zina citizenship ya mbinguni, zina citizenship katika ufalme wa Mungu. Sasa ili huyu mwanadamu ambaye kwa asili ndani au roho yake ni roho ambayo ina citizenship katika ufalme wa Mungu, ili mwanadamu huyu alete ile namna ya ufalme wa Mungu ambao unatawala ndani yake uweze kumsaidia katika ulimwengu wa mwili huu. Katika ulimwengu wa mwili inahitajika huyu mwanadamu atembee kwenye kanuni. Kanuni za nini? Kanuni za ufalme. Yaani unajua ulimwengu huu una kanuni za ulimwengu huu. Sasa kuzidownload zile kanuni za ulimwengu wa roho, kutembea nazo katika ulimwengu wa mwili, inahitaji msaada. Inahitaji sababu niseme hivi, kutembea kwenye kanuni za kimungu, kutembea kwenye kanuni za kimungu kwa akili zetu wenyewe ni ngumu. Kwa hiyo Mungu anatuokoa roho zetu, alafu anatusaidia, tupa msaada ili kuweza kuenenda katika kanuni zake, ili kanuni zake zitusaidie kutawala katika ulimwengu. Kwa hiyo tunataka tutawale katika ulimwengu huu, katika ulimwengu wa mwili. Kitu ambacho tunatakiwa tukielewe, tunahitaji kutembea katika kanuni za Mungu. Na tutawale kivipi? Unajua nikisema kutawala, nasema kwa hiyo unataka uwe mtu fulani, uwe na mamlaka fulani ya kiulimwengu, katika ulimwengu wa mwili, utembee kwenye kanuni za kimungu. Ninachozungumza ni hivi, ukitaka kushinda hila za ibilisi katika ulimwengu huu, unahitaji kutembea katika kanuni za Mungu. Yaani hiyo ni simple. Kwamba unataka kushinda hila za ibilisi katika ulimwengu huu. Sababu katika ulimwengu huu hila za ibilisi zimetawala. Watu wengi, nasema majority, wanatembea katika
katika mawazo ya ibilisi. Sasa ili uweze kuya-overcome, ili uweze kuyashinda yasikushinde, unahitaji kitu gani? Kutembea katika kanuni za ufalme ambao usioonekana, za ufalme usioonekana. Na katika kitabu cha Wakorintho wa pili 10 kuanzia mstari wa 3 anazungumzia hapa kwa habari ya vita. Anasema, maana ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukitaka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Sema, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Tunaenda katika mwili sawa, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha zetu, sema silaha. Unaposema silaha ni kitu gani? Kuna maandiko ambayo yamezungumzia silaha za Mungu. Faini silaha za Mungu mpate kuweza kuzishinda hila za yule muovu. Akazungumzia kwa habari ya neno ni upanga. Kizungumzia upanga unakata. Kuna imani ndio ngao. Kivaa ngao kwamba mimi nina ngao, baki kwamba kuna neno ambalo ninaliamini. Napoamini neno tayari nina ngao. Kuna upanga nikilisema neno la Mungu, ule ni upanga. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa habari ya vita, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Tunatumia zile kanuni za kimungu, tunatumia njia za kimungu, tunatumia vya Mungu kuweza kufanya nini? Kushinda vita katika ulimwengu huu. Kwa hiyo unataka kushinda hila za ibilisi katika ulimwengu huu, kitu ambacho tunahitajika ni nini? Kuweza kufanya nini? Kuweza kujua kanuni, kuweza kujua njia za kimungu za kuweza kushinda hila. Kwa sababu nisema hivi, katika ulimwengu tuliopo ni ulimwengu ambao mawazo ya ibilisi yamechukua akili za wengi. Inawezekana ni rafiki yako anaweza kushauri mambo ya ibilisi. Inawezekana upo katika system ambayo hiyo system kuna mifumo ambayo inaenda katika mawazo ya hila. Sasa ili wewe uweze kushinda, kuweza kusema kushinda ni kuwa nuru. Unajua iko hivi, nasemaga hivi, kuna kitu kimoja ambacho nasema. Unaweza kukaa kwenye system ambayo unaona kabisa hii system ina operate katika namna ya giza. Lakini kwa sababu wewe ni nuru, hawakushirikisha. Sema wewe jamaa tukimweka hapa, tukimshirikisha jambo hili, hawezi kukubaliana na sisi. Kwa sababu nini? Wewe ni nuru. Wewe ni nuru. Kwa unawezaje kushinda? Unajua kuna mtu anasema kwa kweli mimi siwezi kufanya kazi ile kufanya kazi ile pale. Yaani pale utategwa, utasema utashawishiwa, utafanya nini? Hamna. Fanya hiyo kazi. Anaenda pale kuwa mwaminifu, unatambulika kwamba huyu grade yake, standard yake ni hii. Hawezi kushirikisha mambo ya ovyo. Ndio namna ya kuweza kushinda hila. Sio uende pale upambane na watu, usipambane na watu. Ishi standard ya kimungu. Kuwa na standard yako, usishiriki vitu ambavyo pengine ni vya. Ukiwa na standard yako, kuna namna ambavyo mfumo wenyewe unakusema nini? Kuna namna fulani kama ni vitu ambavyo vya giza vinataka kufanyika. Wasema wana block kwanza hilo pazia, usiingie wewe. Na wewe ukigundua wala usipambane. Unajua kuna namna fulani unataka kupambana. Hapo vipi? Mbona mnafanya? Tunaishi katika ulimwengu, lazima tuwe na hekima. Usije ukapambana na mambo ambayo hayakuhusu, hayajakuhusisha, usiingilie. Usiwe mwepesi unapambana inakuhusu. Kama ingekuwa inakuhusu singekuita. Mimi mwenyewe na mimi mbona mimi tuko kwenye kampuni moja au tupo kwenye eneo moja. Sawa, kwani wewe hili linakuhusu? Likiharibika hapa wewe utatajwa? Hautajwa. Sasa mbona unaingilia? Kwa hiyo sawa, si nuru, lakini Mungu ametuambia kabisa, ametutuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Usije ukaanzisha magomvi na watu huko kwa mambo ambayo hayakuhusu. Ukiona kitu hakikuhusu, haujahusishwa na jambo ambalo linaaniliwa, ukihusishwa uwe nuru. Ndio namna ambavyo lazima tuenende. Namna ambavyo tunaweza kushinda sema hila za ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nitoke hapo, tumalizie tu hapa.
Nimezungumza mambo mengi sana, nimezungumza mambo mengi kweli kweli. Lakini ninachotaka kusema ni nini? Kusudi la mwito wake katika ufalme ni kitu gani? Mungu kwa nini ametuita? Kwa nini ametuita? Tumeitwa katika ufalme wake. Tukiwa hapa ulimwenguni. Kitu kikubwa jamani, ni kumdhihirisha Mungu alivyo. Kumdhihirisha Mungu alivyo. Kwa sababu unajua iko hivi, Mungu ametuita sisi, ndio umeitwa wewe. Lakini nimeitwa mimi, kuna ambao pengine hawajaitwa. Sasa ili wamuone Mungu, Mungu anajifunua kupitia watu. Unajua hata ile kwamba sisi tumeitwa, Mungu ametuita. Mungu hajatuita kutokea mbinguni, ametuita kupitia watu. Ametuita kupitia watu. Na kama ametuita, maana kwamba ametuita ili na sisi kupitia sisi wengine waitwe. Inawezekana aliyeniita, Mungu aliyemtumia kuniita alikuwa pengine ni Dar es Salaam au Arusha. Alafu kwa sababu nimeitwa leo niko Morogoro, kwa sababu mimi ni wa Mungu, au kwa sababu mimi Mungu amenifanya kuwa ni wa kwake, ili kupitia mimi awaite na wengine. Kwa hiyo nimesema mambo haya ili kwamba Mungu anataka kupitia sisi awaite na wengine, au awaangazie na wengine. Kiu ya Mungu sio tu kwamba sisi tulioitwa ndo sisi tu, kwamba tumeitwa 5 ndo iwe hivyo. Tumeitwa kuwa watendakazi jamani, tumeitwa kuwa watendakazi, tumeitwa kuwa ni watendakazi. Yaani kuna ile mfano ambayo Yesu alishawahi kutoaga kwa habari ya yule bwana ambaye alikuwa amewaita watendakazi wake, alafu huyu akampa kiasi fulani cha fedha, huyu akampa kiasi fulani, kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake. Huyu alimpa 5, huyu alimpa 2, huyu alimpa 10. Alafu akawaambia, akawategemea wazalishe. Kuna mmoja akaona aliyepewa kidogo zaidi, akakificha kile kitu, hakukizalisha. Yule bwana aliporudi akakusanya, sema akaja kuchukua hesabu zile, Yule mdogo akasema nilificha kwa sababu niliogopa kwamba pengine nitapata hasara na kadhalika. Kwa hiyo Mungu ametuita jamani, ametuita ili tupate kuweza kufanya nini? Kuzaa matunda, kuwa ni watendakazi. Unajua hamna kitu ambacho iko hivi, hata kama ni wewe mwenyewe umeanzisha kitu alafu kile kitu hakizalishi chochote, hakina faida. Kwa maana ukizungumza faida ni matokeo ya unavyowahudumia wengine. Yaani kwa kadri ambavyo unawauzia wateja wengi ndio unapata faida nyingi, si ndio? Yaani faida haiji tu kwamba imekuja faida yatokana na huduma. Kwa Mungu ametuita sisi, alafu anategemea faida. Na faida ni kitu gani? Kupitia sisi wangapi wanamuona Mungu? Kupitia sisi wangapi wanamuona Mungu? Au wanasema wanaona kichefuchefu? Kupitia sisi wangapi wanaona Mungu? Petro wa kwanza 2:9, bali ninyi ni mzao mteule, kuhani kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliwaita mtoke gizani. Mpate kuzitangaza. Sasa kutangaza sio lazima uchukue mic na speaker kwenda njia panda. Mungu anaokoa, Mungu anafanya nini? Unapoishi na watu unatangaza fadhili za Mungu. Unapoishi na watu unatangaza, yani watu wanamuona, wanaona kitu cha kimungu kwako. Unajua iko hivi, kuna namna unaweza kaenena sema wewe huyu mtu wa Mungu. Hujawahi kuambia bana, unajua mimi nimeokoka. Unajua siku hizi watu wanapenda kweli kuvaa vata na t-shirt na vibeji. Vaa kibeji, I am a son of God. Apita nacho kazini, I am a son of God, I am saved. Yaani kwa nini uvae mabango? Sasa sio kwamba inawezekana ni fashion tu. Lakini kama ndo unamaanisha ili watu waone, you are wrong.
I'm saved, I'm born again. T-shirt ile kubwa, I'm born again, unapita nao kazini, I'm born again. Kila mtu matangazo. Watu wanataka wamuone Mungu katika namna tunavyoenenda, katika namna ambavyo ndo kuzitangaza fadhili zake yeye. Mungu hataki kuweka mabango, machapisho, t-shirt. Ukivaa t-shirt sio mbaya, lakini vaa t-shirt liwahubirie watu injili, sio kujitambia amnani, sio amnani, I'm saved, nini. Mimi sioni kwamba ndio kisudi hasa. Unatangaza nini ili nini? Kwani lazima watu wakujue ni nani? Kwa nini usiandike kwamba I am a student of chuo gani au I am nini? Kwa nini uweke I'm born again? Yaani kwa nini unataka vitu vya kitakatifu ndio vionekane? Usivae bango pengine labda ni la Bwana Yesu asifiwe. Nimesema mambo hayo tuendelee kujitafakari kwamba Mungu hataki tuonekane katika namna ya mabango. Anataka tuonekane katika namna ya mwenendo. Mathayo 5:13 anasema, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Hajasema wapate kuona maneno, t-shirt, mabango umeandika sio kwamba mimi ni wa fulani, mimi. Hajasema hivyo. Wapate kuyaona nini? Matendo. Kwa sababu matendo hayo ndio nuru, matendo hayo ndio chumvi, matendo ya upendo, matendo ya huruma, matendo ya kuchukuliana, matendo ya kusameheana. Hayo ndio chumvi. Kwa tumeitwa katika ufalme wake, lakini Mungu anatazamia matendo yetu yamwakilishe yeye, yamwakilishe yeye. Yaani hiyo tukizungumza vitu vya matendo inaonekana kana kwamba mbona ndani, lakini niseme hivi, Mungu hataki matangazo kwamba wewe ni nani. Wewe ni nani, yeye ndo anakutambua wewe ni nani. Mwingine ukisema wewe ni nani, yani haimfaidi chochote. Unajua kuna kitu kingine ambacho huwa mimi najiuliza kweli kweli. Kwa mfano kuna watu ambao wanakuta either ni shuleni au ni kazini, mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu, kazini kwa watu, mtumishi wa Mungu, pastor. Sasa sio mbaya wale ambao wako, yani unataka hiyo identity kila mtu aijue, mpaka mwalimu, mpaka nani, mchungaji. So what? Mimi mchungaji, kwani mimi mchungaji wako? Mchungaji kwenye kundi lako huko. Mhudumu kama ni mtumishi wa Mungu unasema unapotumika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio namna ambavyo inatakiwa iwe hivyo. Sisi tunatakiwa tena niseme hivi. Kujichanganya ni kitu cha muhimu mno. Yaani kujichanganya, kuinteract, kuishi na watu vizuri. Mambo ya kwamba sisi ni wa kikundi chetu. Kikundi maana mpaka hata watu wengine hamwezi yaani ile mnasema mnabeba ile itikadi. Mambo ya itikadi ni mabaya mno. Watu wa dini ndio wana itikadi. Itikadi. Tukuta wanatembea pamoja muda wote. Hamna hata muda pengine wa kusocialize na watu ambao pengine unaweza kumwona mtu ambaye pengine unaona sasa huyu mtu hasikilizwi. Huyu mtu sio mtu, pengine watu wanamchukulia hapo. Yule ndio unakuwa naye pengine wakati mwingine unasema unampa airtime. Unajua wale watu ambao pengine wanaonekana ndio dhaifu wale ndio wakati wewe wakati unawapa nini pia nafasi. Wale ambao wanategwa ndio watauona upendo wa kimungu, watauona upendo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kikubwa hasa ninyi ni chumvi. Chumvi kazi yake ni kukoleza. Unakaa sehemu unakoleza, ile ladha inaonekana. Watu wana feel presence ya Mungu hata kabla Mungu mwenyewe hawajasema ile katika ule uzima ujao haujatokea. Una feel ile presence ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekukoleza wewe, alafu na wewe unakoleza. Amekukoleza na nini? Amekusamea wewe, umepokea msamaha, umepokea pendo, umevumiliwa wewe. Alafu uvumilivu ule, pendo lile, msamaha ule nao unauachilia kwa wengine.
ndivyo ambavyo inatakiwa, kwamba umekolezwa na wewe unakoleza ile asili ya Mungu. Kama Mungu ni pendo, watasikiaje ladha ya upendo wa kimungu? Kwa sababu kuna mtu ambaye anaiwishi upendo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namalizia neno hili likitusia au likitutaka tuelewe kwamba mwito, kusudi la mwito katika ufalme wa Mungu katika ulimwengu huu ni matendo yetu ya muakisi yeye. Matendo yetu ya muakisi yeye. Matendo yetu ya muakisi yeye. Matendo yetu ya dhihirishe Mungu alivyo. Kama Mungu amesema ni wa huruma, tuwahurumie watu. Kama Mungu amesema yeye ni pendo, tuwe na upendo. Kama Mungu amesema anasamehe, sisi tuishi, yaani namna ambavyo tunaenenda. Lakini tukiwa sisi ndio watu wa mabifu, sisi ndio watu wa kujitenga, sisi ndio watu wa kusengenya wengine, sisi ndio watu wavivu, sisi ndio watu pengine ndio wanakuwa tunasema ndio tunavunja amani. Unajua kuna hata kwenye movement zingine unakuta eti tunasema ndio makanisa eti yanaanzisha movement za ukorofi. Unakaa unajiuliza ni Mungu yupi huyu ambaye anafanya kazi katika namna ya harakati? Unajua ni aibu mno kwamba tuna kanisa nalo linaanzisha harakati tena wakati mwingine za kuvunja amani na kuvunja sheria. Ni vitu vya ajabu na ni vya aibu. Kwa hiyo nimesema mambo hayo tuelewe kwamba mwito wa kimungu ni kwamba tumeitwa kuwa wana wa ufalme, au tumeitwa kuwa ni sehemu ya ufalme. Kusudi kubwa hasa Mungu anataka katika ulimwengu huu watu wauone ufalme wake ulivyo, ufalme wa pendo, ufalme wa pendo. Kwa kufanya hivyo ndio tutakuwa tumelielewa kusudi. Kusudi lake sio kwamba tuje kupraise team, tusifu, tuimbe nyimbo, tujengane, tufundishane, kuabudu kwenye ma-event. Sio kusudi. Hiyo ni sawa, inatujenga sisi. Lakini inakujenga kwa ajili gani? Kama tutakuwa tunafurahiana tu wenyewe kwa ajili ya ma-event, madini, njoo ukutane na Bwana. Bwana nikutane naye, Bwana nishakutana naye wakati nimeokolewa. Njoo ukutane na mkono wa Bwana, njoo ukutane na, unakuja pale, ukishakuja ukiondoka, nimeenda kukutana na Bwana. Una Roho Mtakatifu ndani yako, Mungu yuko ndani yako siku zote. Mungu yuko ndani, umekushakutana na Bwana. Sasa sikatai kwamba event na nini, lakini tusione kwamba ndo kusudi, kwamba Mungu ameumba kitu cha kidini, kwamba ili tu tunafarijiana, tuna movement zetu, tuna event yetu. Tena kama tunaanzisha event alafu hiyo event inafanikiwa watu ambao wasioamini wanakuja. Hiyo ndio kitu ambacho Mungu anakitaka. Unatumia mamilioni ya pesa, a lot of money, milioni 90, milioni 200, milioni 300. Mnakuja hapa pengine mnafarijiana tu nyinyi kwa ninyi, kutengeneza video. Basi hivyo. Lakini hiyo hela pengine wakati mwingine, sasa si criticize, lakini natamani tuone kwamba kiu yake Mungu ni kuona pia watu wanafikiwa. Ukianzisha event na kadhalika kwa ajili pia ya kujengana, kwa ajili ya kunini, ni sawa, lakini isiwe tu kwa ajili ya selfish tu, sisi tu. Yaani lazima tuwe na maono pia ya kufikia wengine zaidi. Either wakati mwingine sawa, kuna ile kuamsha watu kama waliolala, ile revival, Roho Mtakatifu wapate kupokea vipawa na kadhalika. Hiyo inatakawa ni sawa. Lakini pia tuwaangalie pia wale ambao hawaamini kile ambacho tunakiamini. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako hili. Asante kwa sababu umesema na sisi. Neno hili limeweka madai katika maisha yetu kwamba umetuita katika ulimwengu huu kusudi kubwa hasa upate kuzaa matunda, upate kujitwalia wana zaidi. Sababu sisi tulisikia Injili kupitia watendakazi ambao uliwatuma, na sisi vile vile unatutuma ili kupitia sisi wengine wakuone wewe. Naomba Roho Mtakatifu ukatusaidie zaidi, ukatusaidie ili tuweze kulihubiri neno lako, kuhubiri habari njema ya wokovu, kwamba hii Injili tuliyopokea tusionee haya, tusionee aibu, tuiishi ili watu watuonapo wamuone Mungu wetu, lakini pia tuiseme pale inapobidi, ili wale ambao hawajawahi kusikia wapate kusikia, kuanzia kwenye familia zetu, kuanzia kwenye koo zetu,
Mungu, ninaomba utupe ujasiri tunapokutana na familia zetu, tunapokutana na koo zetu, tunapokutana na ndugu zetu na marafiki zetu, tuweze kusema kwa habari ya tumaini tunalolipokea katika wewe. Tuweze kuzungumza nao habari njema, tusionee haya Injili, kwa sababu katika hii tulifanywa kuwa watoto wako. Asante kwa sababu ya neno hili, asante kwa ajili ya siku hii njema Bwana. Tukufu na heshima tunakurudishia wewe, katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen.